Watoto wa Mungu Baba aliye hai, Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninamshukuru Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa nafasi tena aliyotupa kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Tumekusanyika kwa jina kula Bwana wetu Yesu Kristo, na tuna ibada ya kutafakari neno la Mungu na maombi kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu wa Mungu ameachilia ujumbe wake. Na nina ujumbe mfupi lakini una nguvu. Na una nguvu kwa sababu ni neno la Mungu. Na ujumbe unasema kwamba usichoke kutenda mema, utavuna. Amen. Usichoke kutenda mema, utavuna kwa wakati wake. Tutakwenda kufungua ibada hii kwa maombi. Asante Baba yetu wa mbinguni na duniani, kwa kuwa wewe ni Mungu, utabaki kuwa Mungu. Uliyekuwapo, uliopo na utakaye kuwapo. Ndiwe Mungu pamoja na sisi. Asante Bwana Yesu. Wewe ndiwe Immanueli, Mungu pamoja na mwanadamu. Baba, nasema asante kwa Roho wako Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu, na Baba wa mbinguni umetugaranti ya kwamba yuko pamoja na sisi siku zote. Katika jina la Yesu. Asante kwa neema hii na upendeleo wa ajabu sana Bwana. Wema wako watosha maishani mwetu, na kushukuru Baba Mungu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele. Ni sisi Baba, watoto wako, hatuchoki kuja mbele zako. Uweponi mwako ni kuzuri, na neno lako ni zuri sana Bwana. Neno lako ndio taa na mwanga wa miguu yetu. Umekuwa ukisema nasi, ukituonya, ukituisha, ukitufufua kwa neno lako, ukiturudisha katika mstari wako, ukitunyanyua tulipokuwa tumeinama, na damu yako Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye itendayo kazi hata sasa. Damu ya agano jipya Bwana Yesu inazidi kumiminika kwenye maisha yetu, na ushindi wa msalaba unazidi kuonekana maisha yetu. Asante Bwana Yesu kwa kuwa msalaba wako Yesu ni ushindi. Nasi Baba tunaendelea kusimama katika msalaba wako ulio mkuu. Baba, ni saa hii tena, ni mimi mtumishi wako, chombo chako, umenisimamisha kulisema neno lako. Wewe uliyegusa kinywa changu kwa mkono wako wenye alama katikati, ishara ya kutupenda sisi wanadamu, ukaweka neno lako, ukasema niliseme. Tazama Bwana, nimesimama katika nafasi hii katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu ya agano jipya, kwa nguvu na uweza utokao juu. Roho Mtakatifu wa Mungu uko pamoja na sisi. Basi Roho Bwana ukalithibitishe neno lako katika jina la Yesu Kristo, ambalo sasa Bwana nakwenda kulisema kwa utukufu wa jina la Yesu. Na Baba, asiwepo akubaki kama alivyo, kwa kuwa neno lako linafufua, linaweka hai tena. Asante Baba, neno lako linajibu maswali ya watoto wako. Asante Baba, uponyaji wa neno lako likasimame, na uweza wa neno lako Bwana likatuhudumie. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante. Na damu ya Yesu Kristo itutakasayo na kutuosha na kutusafisha na kutuatamia isitupungukie. Ninaifunika ibada hii kwa damu ya Yesu kila inapopita, iwe ni angani, baharini, nchi kavu, kwenye mioyo, kwenye nafsi, kwenye akili, kila mahali, ili neno unapopita linapita katika agano kuu la damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Hakutakuwa na falme zozote zenye mamlaka ya kuweza kuzuia kusudi la Mungu juu ya ibada hii, wala mamlaka zozote za giza, wala wakuu wa giza hili, wala majeshi ya mapepo mabaya, pepo wachafu katika ulimwengu wa kiroho, wala shetani na mawakala wake wote hawatoweza kuzuia kusudi la Mungu alilolikusudia kupitia neno lake, kupitia muda huu, kupitia ibada hii, kwa nguvu ya jina la Yesu Kristo, kupitia kinywa hichi. Baba, nasema asante. Neno lako ni upanga na moto, likasimame na kufanya vita vyote vilivyojiinua juu ya watoto wako Bwana Yesu. Neno lako likapigane sasa, na ushindi wako ni mkuu kabisa. Nasi tunakushukuru kwa ushindi wa neno lako na damu ya Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Amen. Nina ujumbe mfupi sana na wenye nguvu sana, na unajibu swali la moyo wako wewe unayenisikia.
Neno la Mungu linasema usichoke kutenda mema. Huu ndio ujumbe sana wakati kama huu, kwa sababu utavuna kwa wakati wake. Hili ni neno la Wagalatia 6 mstari wa 9. Neno la Mungu linasema, tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Tarudia tena, Wagalatia 6:9. Tena tusichoke katika kutenda mema, maana tutavuna kwa wakati wake. Tunajifunza nini hapa? Kama katika kutenda mema kuna mavuno, basi wema ni mbegu ambayo mtu anaipanda katika matendo. Sio kwa maneno tu, bali kwa matendo. Kama neno la Mungu linatuambia tusichoke katika kutenda mema, maana kuna mavuno, tutavuna kwa wakati wake, basi tutambue ya kwamba cha kwanza kabisa, kutenda mema kuna mavuno. Basi mema ni mbegu ambayo mtu anaipanda katika matendo, sio kwa maneno, kwa matendo. Amen. Hicho ndio cha kwanza inabidi tujifunze. Na cha pili, kama Mungu anatuambia tusichoke katika kutenda mema, ina maana kuna kipindi cha katikati ambacho mtu au binadamu anaweza akachoka. Yani hiki ni kipindi kati ya wema unaotenda ambao ndio mbegu mpaka kwenye kipindi cha mavuno. Kuna kipindi cha hapa katikati. Na nipo hapa kukwambia hiki kipindi cha hapa katikati kinaweza kikawa kigumu sana, kwa sababu huwa hakina faraja. Hakina faraja kwa sababu kumbuka mema unayofanya unalifanya kusudi la Mungu, unalitii neno la Mungu. Sasa adui naye atajaribu kukuwekea sauti nyingine. Atajaribu kukusukuma na misukumo yake katikati ya kipindi cha kupanda wema wako na kuvuna mbegu yako. Na nipo hapa kukwambia hiki kipindi kinaweza kikawa kigumu sana endapo utakuwa haujakitarajia na haujajua kanuni ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini ukijua kanuni ya Mungu, hiki kipindi utakivuka kwa ushindi. Na unayesikia sauti hii, ninakutamkia kwa jina la Yesu ukavuke kwa ushindi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ndiyo maana Mungu anakufundisha hili neno leo. Hiki ni kipindi ambacho, hiki kipindi cha katikati ya mbegu yako ya wema unaopanda kwa watu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na mavuno ambayo unayatarajia kutoka kwa Mungu. Kumbuka hatufanyi wema kwa kujionyesha. Tunafanya wema kwa ule msukumo wa Roho Mtakatifu wa Mungu, ambao Roho wa Mungu ametukusudia kukitenda kile kitu. Na hatufanyi wema kwa wale watu ambao tunajua kabisa huyu nikimsaidia lazima atanilipa, au nikimtendea hichi kitu atanirudishia. Neno la Mungu linasema tukifanya hivyo tutapata thawabu gani? Tukiwatendea tu wema wale ambao wanaweza kutulipa, tutapata thawabu gani? Lakini kwa sababu sisi tunataka thawabu yetu itoke kwa Mungu, amen, tunafanya hata kwa wale ambao hawarudishi, sisi tunafanya. Sasa ndio maana Mungu anakufundisha hili neno leo. Hiki kipindi cha katikati ya mbegu yako na mavuno yako, ambacho hakina faraja kabisa. Tena wakati unatenda mema, wengine watainuka, hao watakulipa mabaya. Huo ni mtihani wako, lazima ushinde kwa jina la Yesu. Wengine watakukalia vikao pembeni. Ni kipindi ambacho usitarajie shukrani za watu, usitarajie faraja za watu. Ni kipindi ambacho utakutana na maneno ya kukatisha tamaa na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Ni kipindi ambacho kwa kweli si kirahisi, lakini ukiwa na Roho Mtakatifu na ukiwa na maarifa ya neno la Mungu, unajua lazima nitavuna tu. Kwa sababu Mungu akisema ndivyo ilivyo. Akisema tusichoke, tutavuna kwa wakati, tutavuna. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mimi nimeona mavuno. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na naendelea kuyaona kwa sababu sitochoka kupanda mbegu ya wema.
Nakumbuka kwa watu wengi, hata ufanye nini kwa wanadamu, nature ya wanadamu, lazima kutakuwa na kikasoro tu, lazima watatafuta kikasoro. Kwa hiyo hii pia isikupe shida. Wewe utii neno la Mungu linakwambia nini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Wengi wamejikuta ukata tamaa, wakisema sifanyi tena, wakisema yani hivyo, lakini niko hapa kukwambia tusichoke kutenda mema. Neema ya Mungu isitupungukie katika kutenda mema. Neema ya Mungu isitupungukie katika kuonyesha upendo. Neema ya Mungu isitupungukie. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini habari njema ni huyu Mungu anayekwambia leo usichoke katika kutenda mema, hawezi kukuacha. Hilo ni jambo la pili tumeliangalia hapa. Kumbuka la kwanza nimekwambia tumejifunza kwamba kama kutenda mema kuna mavuno, basi mema ni mbegu. Amen. Na jambo la pili nimekwambia usichoke, kwa sababu kuna kipindi cha katikati cha kupanda hii mbegu na kuvuna. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ambapo hapo kipindi cha katikati mambo mengi yanaweza kujitokeza kukatisha tamaa, lakini usichoke mtoto wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Kristo, neno la Yesu limekufikia, usichoke. Utavuna. Na anayekufanya uvune ni Mungu mwenyewe aliyeumba mbingu na nchi. Na wakati wa mavuno hakuna wa kuzuia. Hakuna uchawi wala uganga wala vikao wala nini. Yaani Mungu akianza kukuinua ni anakuinua, ndio unaenda hivyo. Ndio unaenda, ndio wanakuona unaenda juu. Bwana Yesu apewe sifa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kumbuka hapa ninaongelea hata wale wabaya wanaokufanyia mabaya, na wengine umewasikia kabisa walishafanya mabaya, lakini wewe usichoke kutenda mema. Bwana Yesu apewe sifa sana. Neno la Mungu linasema ataandaa meza machoni pa watesi wako. Yaani wenyewe, tena anasema adui akiwa na njaa, adui yako mlishe tu. Mlishe, wewe usile kwake. Bwana Yesu apewe sifa sana, kwa sababu ni adui. Uwe na maarifa, lakini yeye mlishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usichoke kutenda mema. Na jambo la tatu nataka tujifunze na kwenda kumalizia hapa. Kama Mungu anasema tutavuna kwa wakati wake, basi lazima ujue mavuno hayatarajii wakati wa mwanadamu yoyote. Amen. Anasema tutavuna kwa wakati wake yeye, bali sio wakati wa mtu. Amen. Bali wakati wa Mungu. Mungu akisema ni wakati wa mavuno, lazima utavuna tu, na hakuna wa kupinga, hakuna wa kuzuia. Hakuna sijui laana, sijui ya ukoo, sijui ya mabibi, sijui ya mababu. Hakuna. Utavuna kwa jina la Yesu, utavuna. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Yesu. Umesimama katika damu ya Yesu ambayo tayari imesha kukomboa kutoka kwenye hizo laana. Alafu umesimama kulitii neno la Mungu. Linakwambia ufanye nini? Lazima ufanikiwe. Haleluya. Kwa hiyo kinachowaangusha watu wengi, wanadhani anayewafanya wavune ni mwanadamu. Yaani wanatarajia malipo kwa mwanadamu. Na ndio maana ukimtendea mtu au watu wema wakakulipa mabaya, unajikuta unakata tamaa na kuacha kutenda mema. Leo hii lisikie neno la Bwana. Hao hawatakulipa, ila Mungu muumba wa mbingu na nchi atakulipa tu. Wakati wa Bwana utavuna tu. Yaani lazima utavuna kwa jina la Yesu. Yaani lazima uvune. Na uisikie sauti hii, unisikilize mtoto wa Mungu. Kupata kwako mavuno kunategemea kama hautochoka kipindi cha katikati. Simama kwenye nafasi Mungu aliyokupa. Usiache kutenda mema kwa wakati wa Bwana, lazima utavuna. Na kumbuka, shetani hafurahii mema unayoyafanya. Lakini Mungu anayafurahia na anajivunia wewe. Maana kwa kufanya mema umelitii neno lake. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na hili ndilo neno la Bwana. Mungu akubariki sana. Asante Bwana Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Kwa wewe ambaye unaona neno hili limejibu maswali yako,
basi umshukuru Mungu. Kwa hiyo ambao unaona neno hili limekutoa hatua moja hadi nyingine, basi tumshukuru Mungu kwa pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunasema asante Baba yetu wa mbinguni na duniani. Wewe ndio unalituma neno lako lituokoe sisi na kututoa katika maangamizo yetu yote. Baba, nakushukuru kwa Roho wako Mtakatifu na nguvu zako ambazo ziko pamoja na sisi na zinazidi kulithibitisha neno hili. Baba, asante kwa kutukumbusha hili. Roho Mtakatifu wa Mungu, asante kwa kuwa neno la Mungu linasema utatukumbusha yote na kutujulisha yote aliyotuambia baba yetu Yesu Kristo. Baba, nasema asante. Wewe ndiyo Roho Mtakatifu wa Mungu unayechukua ya Baba Mungu na ya mwanaye mpendwa Yesu Kristo, unatujulisha sisi. Roho wa uzima, Roho wa neema, katika jina la Yesu, Roho wa maarifa na hekima na ufahamu ukazidi kufurika ndani yetu katika jina la Yesu Kristo, na ujasiri wako ukazidi kudhihirika ndani yetu. Tuzidi kwenda utukufu hadi utukufu, imani hadi imani, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, nawafunika watoto wako kwa damu ya Yesu. Sante kwa neno lako ambalo limeshuka kuokoa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Wema wako watosha na ukuu wako ni mkuu sana, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa niko hapa kuambia kwamba ujasiri huu tunaupata ndani ya Yesu. Yaani ukiona mimi naongea kwa ujasiri hivi na kukuambia kwamba imekuwa inawezekana, ujue kwamba naupata ndani ya Yesu Kristo. Kwa wewe ambaye bado hujampokea Bwana Yesu, karibu kwa maombi haya ya kumpokea Bwana Yesu na Roho wake Mtakatifu ambaye ndiye anayetuongoza sisi. Amen. Utasema, Bwana Yesu, fungua moyo wako kwake. Yaani unamkaribisha yeye moyoni mwako na kumkiri kuwa yeye ni Bwana. Unaamini kwamba amekufa na kufuka kwa ajili yako, yu hai. Na unapofanya hivi anaingia ndani ya maisha yako. Ndio unapata ujasiri huu ambao unatuona sisi tumesimama nao. Haleluya. Sema, Bwana Yesu, ninasema asante, nimelisikia neno lako, nami ninakukimbilia wewe leo ili nisaidike milele siku zote za maisha yangu. Bwana Yesu, ninakupenda. Bwana Yesu, ninakupenda. Bwana Yesu, ninakupenda. Ninakuomba Baba, unisamehe dhambi zangu zote, kwa maana mimi ni mwenye dhambi. Ndio maana ninakukimbilia wewe. Na kuomba unirehemu, unisamehe sana na unisafishe kwa damu yako ya agano jipya. Bwana Yesu, ninajikabidhi katika mikono yako. Ninakufungulia kila mlango wa maisha yangu. Karibu Bwana Yesu. Ingia na Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakuamini Bwana Yesu ya kwamba ulikufa na kufufuka kwa ajili yangu. Ninaamini ya kabisa ya kwamba Mungu Baba alikufufua kwa ajili yangu. Asante Bwana Yesu. Katika jina la Yesu, ninahitaji kuanza safari na wewe katika Roho wako Mtakatifu. Ndani yako Bwana Yesu, niende, niishi na kuwa na uhai wangu katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba unijaze Roho wako Mtakatifu na unibatize kwa Roho wako Mtakatifu. Nijaze sasa Baba, nafungua moyo wangu, nina kiu na Roho wako Mtakatifu. Katika jina la Yesu, napokea Roho wako Mtakatifu ambao ndio maji ya uzima. Na Bwana Yesu, nifurike mafuta ya Roho wako Mtakatifu, yafurike sasa kwenye maisha yangu katika jina la Yesu. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Mimi ni wa kwako milele katika jina la Yesu. Amen. Amen. Na kwenda kumshukuru Mungu. Baba, nasema asante kwa ajili ya kondoo hawa. Umesema anayekuja kwako hutomtupa nje kamwe. Ndivyo umesema Bwana Yesu, na wala hutoacha mtu amnyang'anye kwenye mikono yako. Nami nawafunika kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu wa Mungu endelea furika Roho wa Bwana. Furika Baba katika jina la Yesu Kristo. Matunda haya yakazidi kuzaa matunda kwenye ufalme wako, na jina la Bwana Yesu lizidi kutukuzwa milele na milele.
Sante Yesu kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zako ni za milele, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Mungu akubariki sana. Simama katika msingi wa neno la Mungu. Na Mungu Baba akupa kibali. Karibu tujifunze neno la Mungu kupitia namba hizi: +255 718293144, na namba nyingine ni +255 769145925. Yesu kufunike. Amen.